Yes, asante sana wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni asnas_media. Hiyo ni katika Instagram, lakini vile vile wewe ambao umesubscribe kupitia YouTube kwa kuandika Asnas Media. Mimi naitwa John Bosco Kamil, the boss man, na siku ya leo nipo na 4B. Yeah. Yes, mambo vipi? Mungu mwema. Yeah. Mungu mwema. Nimefurahi kukuona hapa siku ya leo. Mimi nimefurahi sana pia. Imekuwa muda mrefu kidogo. Muda mrefu. Yeah. Mara ya mwisho tulikuwa tunazungumzia mambo ya ngoma yako ile ilikuwa ni Okoe. Yeah. Kwa bonge moja la ngoma. Kweli. Unaendeleaje? Mungu mwema. Naendelea vizuri kabisa. Sasa hivi kuna project yote ambayo umeifanya hivi karibuni? Kuna project official, lakini tu kuna project nafikiri ilikuwa Agizo la Mungu ya tarehe 24 Oktoba. Iko inaitwa Holding On. Kwa hiyo ndio project yangu ya mwisho, lakini haikuwa official. Okay. Umekuwa hautoi nyimbo mara kwa mara sasa hivi. Unadhani changamoto ni nini? Kuna wakati inabidi ukae kimya ili kurefresh na kuacha watu wapya waje pia. Uone kama inakuwa inakuondolea ile consistency katika muziki wako? Kwa mimi sioni hivyo, kwa sababu mimi ni moja kati ya watu ambao wana bahati. Na nilivyogundua hivyo nikaona kuna wakati natakiwa nipumzike, kuna wakati natakiwa nifanye kazi, kwa sababu kuna kitu nikigundua mimi naweza nikakaa kimya hata miaka 3, lakini jina langu bado linakuwa pale, nazungumziwa kwa upande mwingine na nini. Kwa hiyo sijawahi kushuka tangu nipande. Hivi kwenye muziki kuna bahati? Kuna bahati pia. Kuna mtu mwingine anaweza akawa hatoi project na anasahaulika kabisa. Lakini mimi sijatoa project muda mrefu, lakini unaona kama hivi. Ni kitu gani ambacho kinakufahamisha kwamba mimi bado nipo nafahamika, bado watu wanaendelea kunikumbuka? Ninapoposti vitu vyangu, matukio mbalimbali, lakini pia ninavyojiengage na soka. Yani naona nikitoka nje kwenda sehemu fulani, kwenye mkusanyiko ama sehemu mbalimbali, nagundua kuwa watu wanakufuatilia, lakini pia mapato kwenye streams zangu, kwenye zile nyimbo zangu bado zinaniingizia mapato. Kwa nagundua kuwa watu bado wananifuatilia na wanapenda muziki wangu. Mtu akikuuliza muziki wa Bongo Flava sasa hivi unalipa, unaweza kumjibu nini? Kila kitu kinalipa kwa siku hizi. Ila tu ukikiwekea utaratibu mzuri. Si tu Bongo Flava iza kuimba ni muziki wote ama kitu chochote ambacho ni creative kinalipa. Kwa ubunifu wako wewe ndio utakufanya kitu chako unachokifanya kiwe biashara kabisa. Sasa hivi mitandao hii mtu yeyote anaondoka tu. Umekuwa maarufu sana siku hizi kwenye mpira wa miguu. Haikufanyi kwamba uondoke kwenye kuwa mwimbaji mzuri na kuwa mchezaji mzuri? Hapana. Ni kwa sababu naishi maisha ya muziki kwenye mpira, lakini pia naishi maisha ya mpira kwenye muziki. Kwa hiyo haiwezi kuniondolea. Hata huko kwenye mpira ina maana natumia pia muziki wangu. Kwa hiyo haiwezi kuniondolea. Kitu kizuri. Kuna baadhi ya watu wanasema kuwa ukianza kupiga hizi deals za kuimba nyimbo za kuhamasisha jambo fulani au ujumbe maalum, zinafanya kwamba mtu anapoteza ile hamu ya kuendelea kukusikiliza. Kwa mtazamo wako unalizungumziaje? Sidhani kama kuna mtu hapendi kusikiliza kitu kizuri. Kwa hiyo hata ufanye nini, lakini ukitoa kazi nzuri watu wataisikiliza. Kwa hiyo napingana nayo kwamba ukifanya eti hizi project za kuhamasisha kitu fulani ama nini huku inapungua. Hapana, kwa sababu yote ipo kwenye muziki, na ukifanya tu kitu kizuri watu watakisikiliza na watakufuatilia. Muziki wako ambao unaofanya, umekuwa ukizungumzia mahusiano mara nyingi. Umezungumzia kuachwa, unazungumzia kupenda. Kuna ukweli ndani yake au ni ubunifu tu? Kuna vitu vinatokea kweli na kuna vitu ni ubunifu tu.
ama vinawatokea watu wengine, kwa hiyo ndio maana kikaitwa kipaji. Kwa hiyo wakati mwingine kuna vitu vinatutokea unaviimba na vinakuaga vya hisia kweli. Kuna kitu kikimtokea mtu mwingine unaweza pia kukiimba. So mimi nyimbo zangu nyingi zinanihusu na nyingi zinawahusu watu wengine na nyingine hazimuhusu mtu yeyote, lakini tu ni umewaza idea ukatengeneza. Vipi kwenye muziki wa sasa hivi? Unaona wadau wanautendea haki wadau wa muziki? Tunazungumzia DJs, presenters. Kwa nini? Nafikiri wanawacheza sana watu wa nje kuliko wa ndani. Na mimi huwa si shabiki wa kushabikia muziki ya watu wengine wa nje. Labda kama vile ilipita piano na nilikuwa nawaambia watu itapita hiyo, itapitiliza. Sasa hivi nafikiri inaondoka zake. Ya sio tena muziki ambao watu labda utawatavibe nao. Ni kitu ambacho mara nyingi nimekuwa nikiwaambia watu kuhusu hicho kitu, lakini pia supporters wa huu muziki ni sisi wenyewe. Unaona, sisi wenyewe ndio supporters wa huu muziki. Kwa hiyo tunatakiwa yani tuupende zaidi muziki wetu. Lakini DJs wengi ukisikiliza, presenters wengi unakuta wanaongelea zaidi watu wa nje kuliko watu wa ndani. And that's too bad. Umezungumzia watu walikuwa wanafanya piano. Hauna ngoma ya piano hata moja? Sina. Nitakwambia kitu hautaamini. Nimefuatwa na watu wengi sana wa nchi za nje. Kuna mtu mmoja niliwahi kuwa naye kwenye kipengele kimoja kwenye tuzo za nje. So akawa anasikiliza muziki wangu akaniambia, "Yo, una sound nzuri sana. Can we do something?" Nikamwambia, "Yes, it's okay." Akanitumia wimbo na ulikuwa mapiano. Nikamwambia, "I cannot do this." Siwezi kufanya muziki aina ya huu ya muziki. Akaniambia, "Kwa nini? And you're a musician?" Nikamwambia, "No, sio muziki ambao mimi ni muziki ambao si kwamba nauchukia, napenda, lakini unakuja kuharibu soko la muziki wetu wa Tanzania." So nilimchana live nikamwambia iko hivyo na sitaweza kufanya. Nikamwambia, "Kama unaweza kuchange beat, yes, I can chop on that beat." Kwa hiyo akaniambia, "Sawa, haina noma, basi nitatafuta beat nyingine." Na kweli alitafuta, tukafanya japo hajatoa ngoma. Muziki unaofanya ni pure bongo flava? Mimi hata kama sio pure bongo flava, sometimes nafanya R&B ngumu kabisa na sio asili yetu. Kuna wakati nafanya bongo flava pure kabisa. Kuna wakati nafanya zouk. Kuna wakati nafanya kama hii imetamba sana karibuni kompa. Unaona, lakini kuna vitu vya nyumbani kwetu. Yani kwenye hiyo muziki kuna vitu vinatoka kwetu. Kwa hiyo ni beta kufanya ile kuliko sound inayojulikana kwamba hii ni ya sehemu fulani hapo si tuifanye sana. Unafanya muziki wako kwa kupenda, kwa mapenzi na muziki, ama unafanya muziki wako kwa biashara? Maana hapa naona umekataa deal, afu najua wasanii wengi sasa hivi unafanya muziki kama biashara. Muziki ndio biashara yako. Mara nyingi huwa nawaambia watu biashara ni strategy yako wewe. Sio kwamba eti muziki fulani ukitokea eti ndio una hit ndio biashara, hapana. Kuna mtu anaweza akawa anafanya muziki tofauti. Nitatoa mfano. J Melody na kuwahi kuimba ama piano. Aliimba pale katikati lakini nafikiri alifuta. Alifanya ule wimbo hapo, baadaye watu walimnanii sana kama bana mimi akafuta. Nafikiri unaona alikuwa anaimba kompa ama anaimba ule muziki wa kama asili yetu kipindi ambacho ama piano ina hit, lakini yeye alikuwa anafanya biashara kuliko watu wanaoimba ama piano. Kwa hiyo biashara yoyote ni strategy yako wewe. Kujua mashabiki zako ni kina nani, utoe product gani, uwape kwa wakati gani. Hiyo ni biashara. Biashara ni lile jina lako wewe na namna ambavyo unajitengeneza. Watu ndio huwa wanakosea hapo. Wanafikiri kwamba kila kinachovuma ni biashara. Unaona? Si kweli. Sio kila kinachovuma kwamba hii ndio biashara, hapana. Kuna mtu mwingine anamkatalia. Unaona? Kwa hiyo biashara ni strategy yako wewe. Nitarudia sana hicho kitu. Kwa hiyo sio kwamba ni deal kwamba utalipiga kwa sababu ni deal. Kwa hiyo unafuata mbinu zako wewe mwenyewe ambao umeshajiwekea katika muziki huu hapa wa bongo flava. Wewe ni msanii au ni mwanamuziki? Mimi ni mwanamuziki. Kwa sababu angalau unaweza kupiga chombo
japo sio kwa hivyo. Wanaojua sana wakinisikiliza watasema mwanafunzi. Tuonyeshe kitu, maana tupo Aznas Media. Kuna gitaa hapo. Kinipigia niokoe hapa master. Sio mtaalamu sana. Unaweza kufanya jambo. Naweza nikajaribu. Napenda sana gitaa. Unapenda gitaa? Yeah, napenda sana gitaa. Jamani. Tukipiga niokoe kwa sababu ni favorite yangu. Sijui naweza kusogeza hii kidogo. Haina shida. Feel free. Sawa. Aznas Media. Man. Nishakunywaga sana maulaka na kulalaga popote. Washanizushiaga kibaka usura waninyongote. Manguo yangu yote viraka siheshimiki popote. Mwishowe wantoe sadaka ndo uje uniokote. Nisiwe mwongo sio kwamba silagi na kula. Nikikukumbuka ndo naacha na sio kwamba silali na lala. Ila picha ya gomba ketapotoka so kwamba silagi. Nikikukumbuka ndo naacha na sio kwamba silali. Ndo kama hivi nikitoka na lewa. Stressi kama zote. Mapukushani kila siku napewa. Makesi kama yote. Ila sio kwamba silagi na kula we mtoto. Kukumbuka niokoe. Uje niokoe. Nitawala dunia niokoe. Oh baby. Ndio unasema ndio unajifunza hiyo bado. Bado Jali Master vizuri. Siwezi gitaa. Mimi kwa msikilizaji kama mimi ambao napenda muziki naona kuna kitu ambacho unakifanya. Nashukuru sana. Mimi nikushukuru sana. Najua kuna msikilizaji hapa anatamani umwambie unaachia kazi mpya lini. Of course siwezi kuahidi lini, lakini kuna project ambayo itafuata kubwa sana ya EP yangu, na itakuwa EP yangu ya pili kwenye career ya Bongo Flava, kwenye career ya muziki wangu. Itakuwa EP yangu ya pili. Nakumbuka ya kwanza ilifanya wonders sana, ilizungumziwa sana mpaka nchi za nje huko na nini. Huyu ameongea kutokana na kauli ambayo niliitoa, na ile ndio strategy ya biashara. Kama unakumbuka niliwahi kutweet kuambia wasanii wote kwamba naombeni siku 10 za kusikiliza na kudownload EP yangu. Asike msanii kuachia kazi yoyote. So ilileta controversial sana mpaka nchi za nje na Nigeria wapi, na ikaenda kwenye streams, ilifanya vizuri sana. So nakuja na EP yangu ilikuwa inaitwa Me Myself and I, na hakukuwa na collab kwa sababu it was my first EP, ilikuwa ya kwanza kwangu na nilitaka kufanya collab yoyote. Kwa hiyo hii ya pili itakuwa na collaborations mbalimbali na itakuwa ya kihistoria, haijawahi kutokea. So nawaahidi tu nitaanza kutanguliza kazi fulani, sijajua lini, lakini baadaye ndio itafuta hiyo EP. Yes, mimi nikushukuru sana Fobi kwa kuwepo hapa. Nadhani umeona mazingira ya hapa Aznas Studio. Kuna dude lenu huko. Mimi nitaua sina hiana. Na idea nyingi. Nitaua, ila hongera sana kwa brother Azma. Aznas kuna mapinduzi fulani inaleta. Yaani unakuja unaona kuna studio, kuna sehemu ya photoshoot, kuna yani kila kitu, kuna podcast kama hivi. Yani kila kitu kipo sawa. Mungu aendelee kumbariki. Na Mungu akubariki pia brother. Asante sana. Asante sana wewe ambao ulikuwa unatutazama. Endelea kutufollow kupitia Instagram, andika Aznas_media, lakini vile vile kupitia YouTube subscribe pale, andika Aznas Media. Utakuwa unapata interviews zote ambazo zimehusika hapa Aznas. Mimi nimshukuru sana Fobi. Endelea kusubscribe, like, share na usisahau comment.